Siri za wachawi, historia, imani na maajabu yanayosimuliwa katika jamii. Kwa maelfu ya miaka, swala la uchawi limekuwa mojawapo ya mambo yanozua hofu, mshangao na maswali mengi katika jamii mbalimbali duniani. Kila bara lina simulizi zake kuhusu watu wanaodaiwa kuwa na nguvu za ajabu zinazoweza kutumika kuwasaidia au kuwadhuru wengine. Katika baadhi ya vijiji vya Afrika, watu wengi wamekulia wakisikia hadithi za wachawi waliotembea usiku, wanaokula watu, wanaobadilika maumbo na wanaofanya mikutano ya siri. Ingawa hadithi hizi hutofautiana katika eneo moja hadi jingine, jambo moja linalofanana: uwezo wa kiimani kubwa kwamba kuna nguvu zinazoonekana zinaweza kuathiri maisha ya binadamu. Uwepo wa imani kubwa kwamba kuna nguvu zinazoonekana zinazoweza kuathiri maisha ya binadamu. Asili ya imani za uchawi. Kabla ya maendeleo ya sayansi na teknolojia, wanadamu walikabiliwa na matukio mengi ambayo hawakuweza kuyaelewa: magonjwa ya ghafla, ukame, vifo vya kushtukiza, na waganga mbalimbali mara nyingi yalitafutiwa maelezo kupitia imani za jadi. Watu walipoona mifugo ikifa bila sababu au mtu mwenye afya njema akiugua ghafla, mara nyingi huhusisha matukio hayo ya nguvu za kichawi. Hivyo taratibu imani za uchawi zikijengeka na kuenea katika vizazi tofauti. Wachawi katika simulizi za Kiafrika. Katika hadithi nyingi za Kiafrika, wachawi hupewa sifa za kipekee. Wengine huaminika kuwa na uwezo wa kusafiri umbali mrefu kwa muda mfupi, kuona mambo yajayo au kufanya mambo ambayo mtu wa kawaida hawezi kufanya. Hadithi hizi mara nyingi zinasimuliwa usiku, watoto wakizunguka moto wa kuni. Kusudi lake halikuwa kuburudisha tu, bali pia kufundisha maadili na kuwatahadharisha vijana dhidi ya tabia mbaya. Kwa nini watu huamini uchawi? Sababu moja kubwa ni utamaduni. Mtu aliyekulia katika mazingira ambayo uchawi unaaminika sana anaweza kuendelea kuamini hata anapokuwa mtu mzima. Sababu nyingine ni matukio yasiyoeleweka. Wakati mwingine binadamu anapokutana na jambo lisilo na maelezo ya haraka, hujaribu kutafuta sababu mbadala, ambapo ndipo baadhi ya watu huanza kuhusisha matukio hayo na uchawi. Hofu inayotokana na uchawi. Katika jamii nyingi, hofu ya uchawi imekuwa kubwa kiasi kwamba baadhi ya watu huishi kwa tahadhari kubwa. Wengine huogopa kutembea usiku, kula chakula kutokana na watu wasiowajua, au hata kuzungumzia mafanikio yao hadharani. Hofu hii imeendelea kuwepo kwa sababu hadithi nyingi za kutisha zimekuwa zikiathiriwa kutoka kizazi hadi kizazi. Alama na vitu vinavyohusishwa na uchawi. Katika tamaduni mbalimbali, kuna vitu ambavyo baadhi ya watu huvihusisha na uchawi. Vitu hivyo vinaweza kuwa irizi, mifupa, ngozi za wanyama, dawa za asili au mavazi maalum. Ni muhimu kufahamu kwamba mara nyingi vitu hivi vina matumizi ya kawaida katika tamaduni tofauti. Kwa mfano, baadhi ya mavazi ya kitamaduni kama batiki au nguo za jadi huvaliwa kwa sababu za kitamaduni na sio kwa sababu ya uchawi. Uchawi na dini. Karibu kila dini kubwa duniani ina mtazamo wake kuhusu uchawi. Baadhi ya dini huonya waumini wao dhidi ya kuhusika na vitendo vinavyoashiria uvunjifu wa amani na kuwa ndani yake kuna vyanzo vya kichawi, huku zikisisitiza kumtegemea Mungu na kufuata mafundisho ya kiroho. Kutokana na hilo, mada za uchawi zimekuwa zikijadiliwa sana katika nyanja za dini na imani. Uchawi katika filamu na vitabu. Sekta za burudani zimechangia sana kuenea simulizi za kichawi. Filamu na riwaya za vipindi vya televisheni mara nyingi huonyesha wachawi kama watu wenye nguvu za ajabu. Wakati mwingine maonyesho haya ni ya kubuni kabisa, yanalenga kuburudisha watazamaji. Hata hivyo, yanaweza kufanya watu waamini kwamba kila simulizi kuhusu uchawi ni kweli. Sayansi inasemaje? Wataalamu wa sayansi hujaribu kueleza matukio kwa kutumia ushahidi na utafiti. Mara nyingi mambo haya ambayo zamani yalihusishwa na uchawi leo yanaelezwa kupitia tiba, psychology, mazingira au sababu nyingine za kisayansi.
Hii haimaanishi kwamba kila mtu ameacha kuamini uchawi, bali inaonyesha jinsi maarifa ya sayansi na za kisasa zimebadilisha mtazamo wa baadhi ya watu. Hadithi zinaendelea kusimuliwa hadi leo. Kuna matumizi mengi sana yanayozungumzwa kuhusu watu wanaodai kukutana na matukio ya ajabu usiku au kuona mambo yasiyo ya kawaida. Mfano, katika jamii zetu tulisikia habari za wizi wa nyeti. Baadhi ya hadithi hizo zimekuwa maarufu sana kiasi kwamba zimeingia kwenye historia za maendeleo mbalimbali na kuendelea kusimuliwa kwa miaka mingi. Je, wachawi wapo kweli? Hili ni swali ambalo limeulizwa kwa karne nyingi bila kupata jibu linalokubalika na kila mtu. Wapo wanaoamini kwamba nguvu zote kwamba wachawi wapo, na wapo wanaoamini kwamba ni hadithi na imani za kitamaduni tu zinazoathiriwa kutokana na mababu. Mtazamo wa kila mtu hutegemea uzoefu wake, mazingira aliyokulia na imani zake binafsi. Hitimisho: uchawi ni mojawapo ya mada zinazobeba historia ndefu, simulizi nyingi na mitazamo tofauti duniani. Iwe mtu anaamini au amini, ukweli ni kwamba hadithi za wachawi zimekuwa ni sehemu za tamaduni za binadamu kwa mamiaka na mamiaka. Leo hii elimu ya sayansi na teknolojia zimeleta njia mpya za kueleza mambo mengi yaliyokuwa hayaonekani na kuwa siri na kuwa wazi sasa. Hata hivyo, simulizi za wachawi bado zinaendelea kuishi katika hadithi, tamaduni na mazungumzo ya kila siku. Zinabaki kuwa moja ya mafunzo au mafundisho yanayovutia watu wengi duniani. Siku zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante na muwe na siku njema. Ni mimi Daudi Mwaluko nikikuletea makala hayo.